in the time of trouble, and He knows those who trust in Him. Hallelujah. Yeah, ni vizuri tumshangilie Bwana tukikumbuka kwa kweli Yesu amefufuka. Tunapokumbuka kisa kama hiki na kusema kwa kweli Yesu amefufuka na ametenda maajabu, tunafaa kumtukuza na kumwinua. Haya mambo kisha
ya leo na anatawala. Thank you Jesus. Bless your name. Wewe Mungu
Na inasema ya kwamba tunasoma mstari wa 29 na 30. So don't sit down until we read together. Kwa hivyo usiketi kabla tujasoma na wewe. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home, brother or a sister, or a mother or a father, or children or fields for me, and the gospel, will fail to receive 100 times as much in the present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu anayewacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au shamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na ufia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Heavenly Master, we worship you. Baba wa mbinguni, twakuinua, twakutukuza. Thank you for the word that is before us. Asante kwa sababu ya neno lililoko mbele yetu. I pray that you will give us a special revelation of this word. Ninaomba ya kwamba ukatupatie ufunuo wa ajabu. And as your word says, we shall be successful. Na kama vile neno lako linasema ya kwamba tutakuwa kufaulu. Then let every one of us, God, be successful. Kila mmoja wetu atakuwa kufaulu. Without forgetting that God, besides success, God shall also be successful. Bila kusahau ya kwamba pamoja na kufaulu bado mashida itakuwa. We worship you and we praise you for this. Tunakuabudu kwa sababu ya hii. As you read and as you guide us. Ukituongoza na kutuelekeza. And we shall keep on uplifting your holy name. Tutaendelea kutukuza jina lako. That for those who are listening from this place. Asante kwa sababu wa wale wanasikiza hapa. And those who are far. Hata kwa sababu ya wale wako mbali. And let the church say, amen. Amen. God bless you as you sit there. Mungu akubariki ukiketi. I have good news for you today, wonderful. Kwa sababu niko na habari njema kwako wewe. This morning. Asubuhi ya leo. My message to you is run how to handle success. Ujumbe wangu ni ya kwamba ujifunze vile utawezana na kufaulu. Yeah, run how you shall be able to handle success. Kwa hiyo ujue vile unaweza kukaa na kufaulu. How you shall handle success. Vile utawezana ama vile utafanya na kufaulu. Because the Lord has promised us. Ni kwa sababu naye Mungu ametuahidi that surely there is no one that have things because of him and the gospel. Ya kwamba kama iko moja amewacha vitu kwa ajili yake. And this is what we have done as well. Na hivyo ndio tumefanya, hivyo ndio tunatarajia. Then he goes ahead and says, we shall receive 100-fold. Amesema ya kwamba tutapata mara 100. But after only receiving 100-fold, na hata wakati tutapata hiyo, then there will also be persecution. Kutakuwa na matatizo. So there will not be any success which will not be accompanied by persecution. Na kwa hiyo hakutakuwa na kufaulu ile itaambatana na matatizo. And this is what I want us to see this one morning. Na hivyo ndio nataka tuone asubuhi ya leo. That how we shall be able, because God is going to make us successful. Na kwa sababu naye Mungu anaenda kutufanya tukafaulu. When we become successful, wakati utafaulu, then persecution will come. Napo mashida itaingia. How shall we be able to handle that situation? Na sasa hiyo tutaweza kubainisha vipi? How shall we handle this situation? Na hiyo tutafanyana nini nayo? In the book of John chapter number 9, katika Yohana 9, then the Bible there goes ahead and speaks about a man who was born blind. Biblia inatuambia kwamba yuko mtu alizaliwa kama ako kipofu. And the Bible goes ahead and says, na Biblia inaendelea ikasema, as Jesus was passing by, wakati Yesu alikuwa anapita with his disciples, pamoja na wanafunzi wake, and they came and they found this man, walipata ule mtu, then the disciples were not very much eager for the success of this man. Na kwa hivyo wanafunzi wako wamefurahishwa sana na kufaulu kwa ule mtu. Yeah, they were not very happy with the success of this man. Kwa hivyo wako wamefurahia sana
kufaulu kwake. Another reason why they started asking Jesus questions. Ndio alianza kuuliza Yesu maswali. Instead of requesting Jesus to touch and heal this man, Badala ya kumuuliza Yesu aweze kumgusa na kumponya, they started with the questions. walianza na maswali. And they asked him, who sinned? Is it this man or his brother? So that he may be born right. Wakamuuliza huyu mtu ni dhambi zake ama ni za wazazi yake ndio zilimfanya akazaliwa kama hana macho. And Jesus wanted to divert from that question. Na Yesu akaondokea hiyo swali. And he told them that things came so that God may be glorified. Na akawaambia kwamba mambo kama yale iko ndio itukuse Bwana. And immediately spit on the ground. Na akatupa mate chini, akatema mate chini. And he made mud from the ground. Na akatengeneza udongo. And then he applied the eyes of this man. Na akapaka macho ya huyu mtu. And he told him, go and wash yourself in the pool of Siloam. Na akamwambia kwamba uende uoge katika mto wa Siloamu. And he quickly went to wash himself and received the sight. Na kwa hiyo huyu mtu alikimbia na kaoga macho na akapata kupona. And immediately when he received the sight, Na wakati alipokea kupona, the neighbors and the surrounding people, majirani na wale walikuwa wamewasingira, they were still not very happy with the success of this man. hawakufurahishwa na kufaulu kwa huyu mtu. They also came up with questions. Wakakuja na maswali. And they started asking, is this not the man who has been sitting and begging over there? Wakaulizana si huyu ndiye ule mtu alikuwa pale akiombaomba. And some of them would say, yes, he's the man. Na wengine wakasema ndiye huyo. And the others would say, no, there's a man like him. Na wengine wakasema hapana, ni mtu anafanana. They were still not happy with the success of this man. Na kwa hivyo watu wamefurahia vile huyo mtu ameponywa. Because he's no longer once again going to sit there begging. Ni kwa sababu ataendelea kukaa pale akiomba. He is now free so that he can go and he can become prosperous and successful because he is now able to see. Kwa hivyo sasa ako huru na anaweza afanye kazi zake na aweze kuwa mtajiri. But the neighbors do not look for that. Lakini wale walikuwa wamepakana nao hawakufurahia hiyo. Let me tell you, brethren. Wacha niwaambie. People will not always be happy with their success. Sio kila wakati watu watafurahia kufaulu kwao. Not every time people will be happy with their success. Sio kila wakati watu wanafurahia Not every time they shall be happy with their sio success. kila wakati watafurahia kushinda kwako. And therefore, whenever you become even successful, Na kwa hivyo kila wakati ukiwa mtu wa kufaulu, I expect some people will recognize you. tarajia iko watu wale watakudhiaki. Remember, there will be people who will be envious because of you. Iko wale watakuwa wanakusikia wivu. There are people who are jealous with you. Iko wale watasikia vizuri. There are some people who shall slander you. Hata iko ule watakuwa wanaongea vibaya juu yako. Do not be worried by this brother. Na kwa hivyo hiyo isikujalishe. Because Jesus said after success there will be persecution. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba ukifaulu itapatana na matatizo. Hello? Unanisikia? Is somebody hearing me? Unanisikia? How shall I handle success? Na kwa hiyo wakati nitafaulu nitafanyana nini nayo? Because there will be persecution. Ni kwa sababu matatizo pia itafuata. Persecution does not necessarily mean a physical danger or harm. Ni kwa sababu inaweza kuwa sio ya mwili hii unaona. Yeah, it does not involve a physical danger or harm. Inaweza kuwa sio vita ya mwili huu. But sometimes it comes in form of open refuge from those people. Lakini saa nyingine itakuja vile watu watakuwa wanakutukana ama wanakuuliza. Or they shall sinfully treat you. Hata ama watakuweka aibu. Or they may involve you by not, they may not even involve you in their social activities. Hata saa nyingine hawatakualika, hawatakuhusisha katika mambo yao. Because you start saying this man became proud. Kwa sababu watakuwa wanasema huyu ndiye anajilinga. He has become so arrogant. Hata vile anakudharau. The Lord bless you and make you successful. You can be smart, not the way of believing. Na kwa hiyo kwa sababu Mungu amekufanya ukafaulu, unaweza kuwa smart, sio vile ulikuanza. And now people start looking at you with a bad eye. Na kwa hiyo watu watakutazama na macho mbaya. And they talk bad about you. Na wanaongea vibaya wako. But remember what? Lakini kumbuka, Jesus said there shall be success and persecution. Yesu alisema ya kwamba pamoja na kufaulu kutakuja matatizo. That's why not everybody will be happy with your success. Na ndio sio kila mtu atafurahi
wanafurahia The kufaulu. neighbors of this man, Majirani wa huyu mtu because they were not happy with the success of this ni man, kwa sababu hawakufurahia kushinda kwa huyu mtu, they took him to the Pharisees and the writers of the law. walimpeleka kwa Mafarisayo na waandikaji barua, Then they took him there. na kwa hivyo wakampeleka pale. Imagine instead of releasing this man so that he may go and enjoy his success, Hebu fikiria, badala ya kuachilia huyu mtu aende afurahie kuona kwake, now they are putting him out once again to a worse situation. leo wanakuweka katika hali mbaya zaidi. They take him to the Pharisees Kwa hiyo wakampeleka kwa Wafarisayo and they take him to the scribes. na wakampeleka katika wale walikuwa wanaandika, And they start him also with questions. na wakamwanza maswali, They start him with questions again. wakamwezia maswali, Yeah, what happened with you? wakamuuliza kumetendekaje, What happened with you? kulitendekaje, Who did it over this? ni nini amekufanyia haya, Who did it over this? ni nini amekufanyia. And this man, because he don't know, Na ni kwa sababu naye huyu mtu hakujua, then he went ahead and he told them, alienda akawaambia, it is that man you call a prophet. ni huyo mtu mnamuita mnabii. And there was now confusion because some were saying, if he is a man of God, how can he perform a miracle on a Sabbath day because it can happen on a Sabbath? Na wakachanganyikiwa ni kwa sababu walikuwa nasema huyu mwana wa Mungu anaweza kufanyaje muujiza kwa Jumapili, How can he? ni siku ya Sabato, How can he work on a Sabbath? anaweza kufanya kazi yake. Is this really a man of God? Sasa huyu kweli ni mtoto, ni mwana wa Mungu, Who is performing miracles on a Sabbath? anaweza kutenda muujiza siku ya Sabato, And he knows nobody should have on a Sabbath? na anajua ya kwamba hakuna mtu anatakiwa kufanya kazi siku ya Sabato. And see once again another confusion. Na kwa hivyo wakachanganyikiwa. I want you to see how now this successful man, how he is tormented, even if it is not visible, because of what these people are doing. Na ninataka uone vile huyu mtu pia naye anapata shida hata kama sio ya huyu mwili, kwa sababu ya hii maswali yote. And then they moved him from there, Kwa hivyo akamtoa pale, and they went to the parents of this man. wakaenda kwa wazazi wa huyu mtu, And then they asked the parents, na kwa hivyo wakauliza wazazi, is this not your son who has been born by begging and sitting over there? na si huyu ni mtoto wako alizaliwa kama aoni na amekuwa pale akiombaomba, Is he not your son? na si huyu ni mtoto yako? And how come that now can be able to see? Na unaweza kusema nini? Kwa sababu saa hii anaona, How come that he can be able to see? na mbona saa hii anaona? And the parents of the Pharisees and the scribes, Na wazazi wakaambia Wafarisayo na wale waandikaji, he is of age. akamwambia huyu mtu mzima, Then ask him. hebu mkamuuliza. And then they asked him, what do you say about it? Na kwa hivyo akauliza huyu mtu, wewe unasemaje? And he was able to speak about himself. Na akaongea juu yake binafsi. Brethren, I want to tell you, whenever you shall be successful, there are some people who will be envious because of your success. Ninataka niwaambie kwamba unafaulu, iko wale hawatakuona vizuri. Hello? Unanisikia? Is somebody listening? Iko mtu ananisikia? You have been promised blessings. Ni kwa sababu tumeambiliwa baraka. But with those blessings that are coming, Lakini pamoja na zile baraka zinaja, then you also expect there will be success. utarajie bado kutakuwa kuteseka. Because many may not talk about good of us. Ni kwa sababu wengi hawataongea uzuri wetu. They will not. Wengi hawataongea uzuri wetu. A good sister gets a good young man, Ni kwa sababu msichana anapata kijana mzuri, and then you hear people what now they start speaking. na utasikia vile watu wataanza kuongea. It doesn't mean that the young man has not seen anybody else apart from this one. Ate huyu kijana kwani hajapata msichana mwingine isipokuwa huyu? What type of area he's come Ate huyu from? sasa ni msichana wa aina gani huyu? You shall hear all these things. Na kwa hivyo utasikia hiyo mambo yote. When the Lord makes you successful, Wakati Mungu anafanya ufaulu, expect there are people who shall not be happy with what the success you have. wewe tarajia iko watu hawatafurahia kushinda kwako. They shall talk bad about Na you. kwa hiyo wataongea maovu juu yako. Formerly they were not talking anything because they wanted you to remain in the darkness. Na wale wako wanaongea juu yako kwa sababu walitaka ukae pale pale. And therefore now this time when you get yourself a new vehicle, Na kwa hivyo wakati huu sasa umejinunulia gari mpya, and the people see surely there is success to see bit of na money, waone ya kwamba wewe umepiga hatua, then you shall find them speaking. utapata wakiongea. How will you handle such situations when they Na come? kwa hivyo ukifika pale utajipeleka na muda gani ama utafanya nini? I thank God Nashukuru Bwana. because the promise is Kwa sababu ahadi yake ni
that God will be there to bless us, brethren. ati Mungu atakuwa pale na ndiye atubariki. But when we get blessed, how shall we handle it? Lakini wakati tutabarikiwa, tutafanya nini na hizi baraka? How shall we respond? Tutafanya nini na hizi baraka? I remember a sister who used to work in the ministry. Tunamwita Mama Nyaga. Ninakumbuka mama walikuwa wanafanya na pastor alikuwa anaitwa Mama Nyaga. We really work for this couple. Kwa sababu walifanya kazi ya Mungu na huyu mama. Yeah, she could always give herself, give her effort, give her time, and we were always in the ministry. Kwa sababu kila wakati alikuwa anapeana mali yake, saa zake katika huduma. And we could always find her in the ministry. Kila wakati ungempata katika huduma. And because the word of God says that whoever shall live his family, his people, that God will bless him. Na kwa sababu neno tumesoma ya kwamba atakapoacha mambo yake na watu yake kwa ajili ya ufalme, Then God will be coming to bless us for that. Mungu atakuwa akumbariki. And even one can just give us our house so that we can start the church there. Na hata siku moja huyu mama alikupatia nyumba yake na ndio tuanzishe ushirika pale. In fact, it was her store in her shop, and she allowed us to use the store so that we may start a church there. Na ilikuwa store ya duka lake, lakini akatupatia ndio tukue tunaenda ushirika pale. She removed everything. Na kwa hivyo akatoa kila kitu. And she allowed us to use that. Na kwa hivyo akaturuhusu kwamba tushiriki pale. And we were using that room for our church service. Na kwa hivyo tulikuwa tunashiriki pale. Brethren, let me tell you. Wapendwa, wacha nikwambie. And the Lord continued to increase this family and bless this family. Na Mungu akaendelea akiongezea hii jamii. Even as the Lord was married them. Na wakati Mungu aliendelea kuwabariki, The same group of members in that fellowship. wale tulikuwa tunashiriki nao. When we left them, because after we left them, wakati tuliwawacha and we came back to our place, na tukarudi kwetu, the people that we left them with, wale watu tuliwacha pamoja nao, then they started talking bad about this. walianza kuongea vibaya juu ya huyu mama. They started saying her success, she gets money from the devil worship. Wakasema kufaulu kwa pesa ya huyu mama inatoka kwa shetani. Don't tell us that she's a hard-working woman more than us. Usituambie ati yako na bidii sana kutuliko. Her business was flourish. Ni kwa sababu biashara yake nayo ilikuwa inanawiri. Then they could start talking bad about it. Wakaanza kuongea vibaya juu yake. And in that meeting they talked so bad about that business. Na katika hiyo kijiji waliongea vibaya juu ya hii biashara. And they were able to stop people from going to buy from her because she's a devil worshiper. Na wakawatisha watu kutoka kwenda kununua kwake kwa sababu people should not go and buy from her because she's a devil worshiper. Walisema ya kwamba yeye anaabudu shetani. She was also announced that they could not allow her to treat them because they always say he is getting grants from them to sell. Alikuwa anafanya hospitali, na kwa hivyo hawakubali kudukwa na yeye kwa sababu alisema anawanyonya damu. He is getting grants so that he can possibly be over. Anawatoa damu kiapelekee shetani. And let me tell you, brethren, Lakini wacha nikuambie, it was so bad to this lady. Hii ilikuwa mbaya sana kwa huyu mama. Because he did not also know how to handle that success. Ni kwa sababu sasa yeye hakujua afanye nini na vile Mungu anamuinua. She did not know. Kwa hivyo hakujua. Because when people rose against her, Ni kwa sababu wakati watu walimuinukia, and even when people talked about her as a devil worshiper, na wakati watu walisema yeye anaabudu shetani, and even when people say that she's getting grants from this, hata wakati watu walisema ya kwamba anawanyonya damu kiapelekee shetani, and unfortunately did not know how to handle the situation. yeye hakujua afanye nini. And finally, Na kwa hivyo mwishoni, then even her business had corrupt, biashara yake ikaanguka. and she had to move away from that place. Na kwa hivyo ilimbidi atoke mahali pale. Brethren, I'm saying this. Ninakwambia hivi, God has promised us success. Mungu ametuahidi kufaulu. And if you are here, let me assure you, Na wakati kama uko hapo, wacha nikuhakikishie, there is no time when God speaks to us that is not going to do. ya kwamba kuna wakati Mungu anaongea na asitende. I expect some people in our ministry God is going to raise them. Ninajua ya kwamba kati yetu iko wale watainuliwa. May the Lord do exactly that in accordance with His word. Mungu atatenda haya kulingana na neno lake. May He raise men and women in this meeting, Mungu akaweza kuinua wake waume katikati yetu, so that there will be more success there. na ndio wakaweza kuwa washindi kuliko vile. Yeah, so that when people will see this, Na ndio wakati watu wataona hii, they shall give glory to God. watakuwa wakutukuza Bwana. This is not only the story I see in the Bible. Na si hiyo hadithi pekee naona katika Biblia. I remember of Lazarus, the brother of and mother.
Niliwakumbuka Lazaro ndugu ya Martha na Martha. And you remember for sure this gentleman got sick. Na unakumbuka ya kwamba huyu jamaa aligonjeka. And when he got sick, Mary and the mother sent for Jesus. Na wakati aligonjeka dada wake walimtumania Yesu. And Jesus prayed for a while. Na Yesu alikawia. And when he sent for a while, this gentleman died. Na wakati Yesu alikawia, huyu Lazaro akakufa. And he was buried. Na akasikwa. And he was in the grave for 4 days. Na akakaa kaburini siku 4. But Jesus came. Lakini Yesu alikuja. And when Jesus came, wakati Yesu alikuja, the Bible tells me he went where the grave was. Biblia inaniambia kwamba alienda kaburi mahali liko. And he called Lazarus back to life. Na kaita Lazaro na akaamuka. And Lazarus came back to life. Na Lazaro akaanza kuishi tena. And I'm sure Lazarus was going to be a very successful man. Na ninajua kwamba Lazaro alikuwa mtu wa He had to be a successful. Lazima angefaulu. Because raising from the dead, coming back, he was going to have a better relationship with his wife. Ni kwa sababu wakati alifufuka ilihitaji akuwe na uhusiano mwema na bibi yake. If he had one. Kama alikuwa naye. Yeah, I am sure he had lots of children. Hakika kama alikuwa na watoto. Then I am sure that they are going to be more successful because their father has come back and is going to do all those things that are possible. Ninajua kwamba ni lazima wangefaulu kwa sababu sasa baba yao amerudi na ataendelea kufanya yale mambo alikuwa anafanya. Usually I'm children because I'm not telling you. Kama alikuwa na watoto ni kwa sababu hakujaandikwa. Whether I understand or not. Kama alikuwa na bibi ama watoto. But the resurrection tells me he was going to turn up be a more and a better and more successful man. Lakini kufufuka kwake kunanionyesha kwamba ingembidi akuwe hata wakufaulu zaidi. Because he had a business, was going to come back to the business, and now he regenerates once again that business. Na kama alikuwa na biashara alikuja akiwa na nguvu mpya ya kuendelesha. I know God is going to succeed. Najua kwamba lazima angefaulu. But men and women were not happy because of the resurrection of us. Lakini watu hawakufurahia kufufuka kwa Lazaro. They were not. Hawakufurahia. They were not. Hawakufurahia. Why do I tell you they were not? Na ninakwambia kwa nini hawakufurahia? Because when I got the book of John chapter number 12, Ni kwa sababu tukiingia katika Yohana 12 and we shall hear this. na tutasikia hivi. The book of John, just he has to be resurrected so that he can be more successful. Wakati amefufuliwa na pia akaendelea kuwa kufaulu. So that he may be more successful. Na pia akaendelea kufaulu zaidi. Listen to what is happening. Kusikia vile kulitendeka. In the book of John chapter number 12. Yohana 12. Allow me to start from verse number 9. Tuanze katika mstari wa 9. We know a large crowd of Jews found out that Jesus was there, and he came not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well. For an account of him, many of the Jews were going over to Jesus and seeking their faith. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye. Listen to this, brother. Hebu sikia hii. Instead of them rejoicing and being happy because Lazarus had been resurrected, Badala yao kufurahia kwa sababu Lazaro alikuwa amefufuka, they are planning how they can kill him. tena wanapaka vile watamuua. Wapendwa, Listen to this. hebu sikia hii. Whenever you become successful, there are people who are dangerous, there are people who are jealous, there are people who shall speak bad about you. Wakati umefaulu iko watu wanakusikilia wivu, iko watu watakuongea vibaya. All this will come. Hiyo mambo yote itakuja. No wonder it is the word because Jesus said 100-fold. Si jambo ya kushangaza kwa sababu Yesu aliongea mara 100. And then after that there also is persecution. Na baadaye pamoja na hiyo kutakuwa kusubuka. I hope these people were out to see Lazarus resurrected, join him and enjoy his success. Nataraji kama hao watu wamefurahia Lazaro wakifufuka na ndio waweze kushiriki katika kushinda kwake. But they were not for that. Lakini hawakuwa kwa hiyo. They were even against those people who came to see Lazarus and they believed in Jesus because of his resurrection. Anatarajia kwamba wangekuja waone Yesu ni kwa sababu yeye ndio waweze
kumwamini huyu Yesu amefufua Lazaro. But they are against even the people who are believing Jesus was because of it. Lakini sasa wanainukia hata wale wanaamini Yesu. People will be against you because of your success, so people may know that it is God who makes you success. Na kwa hivyo watu watakuinukia ni wakati umefaulu kwa sababu hawajui ni Mungu anakufanya ufaulu. What will you do? Utafanya nini? When the Lord raises you that level. Wakati Mungu anakuinua kiwango hiyo. And when people resist it, when people become jealous because of your success. Na wakati watu watakusikilia wivu kwa sababu umefaulu. What will you do? Utafanya nini? Brethren, we are saying, run how you shall handle success. Tunasoma ya kwamba ujue vile ama usome vile utafanya na kufaulu. Because success is coming. Kwa sababu kufaulu kunakuja. It is on your way. Kufaulu kuko kwa njia. Success is on your way. Kufaulu kuko. Why is success is on the way? Na ninasema kwa nini kufaulu kuko? Because the word of God is true and very true. Kwa sababu neno la Mungu ni la kweli na la kweli. In the book of Genesis chapter number 26. Katika Mwanzo 26. The Bible tells me in verse 26 and it's going ahead. Biblia katika 26 inaniambia hivi na kuendelea. And it tells me our gentleman who was called Isaac. Inaniambia mtu alikuwa anaitwa Isaka. And the Bible tells me this. Biblia inaniambia hivi. In the book of Genesis chapter number 26. Mwanzo 26. Meanwhile, Amalek had come to him from Gerar. His personal. Okay, let me start here. I want to start from this. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Austafi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akamuuliza, mbona mwanijia nani mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema tupeane sisi kwa sisi na kufanya mapatano na wewe. Listen that. Hebu sikia hiyo. Isaac had already become very rich. Kwa sababu Isaka alikuwa ametajirika sana. God has kept his promise to bless Isaac. Kwa sababu Mungu aliweka ahadi yake ya kumbariki Isaka. Just like the same way that God has promised that he shall bless him. Kama vile Mungu ametuahidi ya kwamba atatubariki. But let me tell you. Lakini wacha nikwambie. Why is Isaac so blessed? Kwa sababu gani Isaka amebarikiwa kiwango hii? Because it was God's promise. Kwa sababu ilikuwa ahadi ya Mungu. What had God promised? Amemwahidi nini? How he shall bless his children. Vile atabariki watoto wake. Just like Jesus has promised, whoever shall lead his people, his children, whatever, because of me and the gospel, he shall bless them. Kama vile Yesu ametuahidi ya kwamba watakapoacha nyumba zao watu wao kwa ajili ya injili yake, atakuwa wa kuwabariki mara 100. And you remember that Isaac planted in a dry season. Kwamba Isaka alipanda wakati kulikuwa kukavu. And what happened? Na kulifanyika aje? The Bible says during that dry season when he planted. Biblia inasema kwamba wakati alipanda wakati hakukuwa mvua. Then he harvested 100-fold. Aliweza kuvuna mara 100. Imagine. Hebu fikiria. It was a dry season. Hakukuwa na mvua. Nobody else was maize. Hakuna mwingine alikuwa na mahindi. Nobody else was beans. Hakuna mwingine alikuwa na maharagwe. Because it was a dry season. Ni kwa sababu hakukuwa mvua. So he has left, now he has already market. Na kwa hivyo sasa tarajia ya kwamba soko iko. And you expect everybody to start to buy from him. Na yule mtu anakimbia kwa Isaka kununua. There is no competition. Kwa hivyo hakuna ule wanapishana naye wanapingana naye. Hello? Unanisikia? Why is it not going to success? Sasa ile itamzuia kufaulu ni nini? No competition. Hakuna mtu anapishana naye. Because when he planted, kwa sababu wakati alipanda, it was a dry season. kulikuwa hakuna mvua. And God made sure Na Mungu naye alihakikisha that he has to go and to harvest 100-fold. ya kwamba yeye atavuna mara 100. Nobody else has dreams. Hakuna mwingine ako na madreams. It is only this gentleman. Ni Isaka tu peke yake. So everybody to come here. Na kwa hivyo kila mtu anakimbia kwa Isaka. And he has been prosperous and successful. Na ni lazima angefaulu na anakuwa tajiri. There is a really market for him. Ni kwa sababu soko ni tayari. And everything Isaac did, Na kila jambo Isaka alifanya, it seemed almost to go right.
yote ilikuwa inafaulu. And they won't tell somebody just before I go ahead. Na ninataka niambie mtu kabla sijaendelea. God will keep His promise over you. Mungu ataweka ahadi yake kwetu. God will keep His promise over you. Mungu ataweka ahadi yake kwangu. He said to Isaac that He shall bless him and He has seen blessing. Kama aliahidi Isaka kwamba atambariki na tunaona amembariki. Then I'm telling you, God will keep His promise. Nakwambia kwamba Mungu ataweka ahadi yake. But be ready for persecution. Lakini uwe tayari kwa masumbuko. I said persecution should not always come in a physical way. Nimekwambia kwamba sio lazima masumbuko ikuje kwa kujeruhia hivi Or harming you. ama kuwa tutajeruhiwa. Hapana. But listen to me. Lakini hebu kusikiza hii. This Isaac who is not so blessed. Isaka huyu amebarikiwa hivi. That everybody is afraid of him. Kila mtu amemuogopa. Even the king is afraid of him. Hata mfalme amemuogopa. They are now telling him to move away and go. Watu wanamwambia Isaka ya kwamba wewe funga virago na uende. Your God is so strong for us. Kwa sababu wewe umekuwa wa nguvu kwetu. Go away from us. Na kwa hivyo uende kabisa. What does the Bible say? Na Biblia inasema nini? 3 times he dug wells. Mara 3 akaweza kuchimba visima. Which used to belong to his father. Na hizo zilikuwa sababu yake. Yeah, and he tried to dig wells together with him. Na kwa hivyo alijaribu kuchimbua visima. And for the first 2 times, na wakati wa kwanza mara 2 ya kwanza, there was always tug of war. Alikuwa anasumbuliwa sana. These people could come, kwa sababu hao watu walikuwa wanakuja and they could refill the well. Wanasika zile visima. Whenever he built, he dug the well. Wakati akichimbua, then they counted them. na wale watu wanasijaza tena. And there was nothing as bitter as that. Na hakukuwa kitu kibaya kama hiyo. Because everybody is feeling here, the well that you have already done. Ni kwa sababu ule mtu anasika kile kisima umechimbua. It was out like war. Hiyo sasa ilikuwa vita. Hello? Walikuwa wanataka vita. Yeah, it was out like war. Kwa hiyo walikuwa wanataka vita. Nothing else was happening. Hakuna kitu kingine walikuwa wanatafuta. But the Bible tells us what? Lakini Biblia inasema nini? For the first well, kwa ile kisima ya kwanza, what Isaac did, he just left. vile Isaka alifanya tu aliondoka. When he done the second one, Wakati alichimbua ya pili, he did the same thing. pia akaondoka. He just left it. Akawachana naye. He just left it. Akawachana naye. He did not want to have peace. Hakutaka hiyo vita. 2 times he left it behind. Na kwa hivyo mara 2 akawachana na hizo visima. Because these people were just trying to avoid his temper so that they are Ni kwa sababu hao watu walikuwa wanamchokoza ndio wapigane. And then before 3 times Isaac and his men, after they have done this, they had to move from this. Ni kwa sababu hata mara ya 3 waliweza kutoka kwa hiyo. No, for the first 2 times. Mara ya kwanza 2 lazima wangeondoka. He did not want that dispute to rise between them and this. Hakutaka hiyo vita. He did not want it. Kwa hiyo hakutaka hiyo vita. Isaac did not need this. Kwa hivyo Isaka hakutaka hiyo vita. He moved away. Na kwa hivyo alisonga. Until when he came to the third well. Mpaka wakati alifika kisima ya 3. And when he got to the third well, Wakati alichimba ya 3, they did not come to him. hawakukuja kwake. Wapendwa, wacha niwaambie. Rather than starting a huge conflict with the people who are envious to you. Badala ya kuwa na mgogoro mkubwa na wale watu wanaonea wivu kufaulu kwako. Instead of Isaac raising a conflict with these people. Badala ya Isaka kutaka kupigana na hao watu. Isaac compromised for the sake of peace. Isaka aliwachana na hiyo maneno na ndio kukakuwa na amani. He had every right to fight back. Kwa sababu ilikuwa haki yake ya kupigana na hao watu. But yet he chose to keep peace. Lakini alichagua tu kuweka amani. I want to let somebody know this. Nataka mtu ajue hivi. That God is not making you successful. Ati ni Mungu atakufanya ufaulu. Because it is promised. Ni kwa sababu ni ahadi yake. But even when people come and reason against you, Lakini wakati watu watakuirukia, they speak bad about you. waongee ubaya juu yako, Do not raise any conflict with them. hata usitake kupishana nao. A good example is in all these people that we are seeing here. Ni kwa sababu tuko na mfano mwema kwa hao watu wote tumeona hapo. And especially Isaac, who says instead of fighting back with these people, let's be compromise. Zaidi ya Isaka ule anasema kwamba badala ya kupigana na hao watu, wacha ni waondokee. God will fight your war. Kwa sababu Yesu atakupigania. When God makes you successful, don't fight yourself back. God will fight your war. Kwa hivyo wakati utafaulu usipigane na watu, achilia Mungu
Just leave it to God. Na kwa hivyo uachilie Mungu. When they speak about that you are just starting to be a devil worshiper, leave them alone. Wakati watasema ya kwamba wewe unaabudu shetani ndio unapata mali yako, wachana nao. Continue serving the Lord. Kwa hivyo endelea wewe kutukuza Mungu. When they become jealous because they have seen you can wear a shirt in the morning, you can wear another one during lunch hour, you can have another one in the evening, and they start pointing at you. Can you see how, brethren? Na kwa hivyo wakati utaanza kuvaa shati tatu siku moja na waanze kusema vile wewe unajidai, wewe uachane nao. Glory to the Lord. Amen. Go ahead and look for. Kwa hivyo wewe enda utafute amani. We were not called for war. Ni kwa sababu hatujaitiwa vita. The one who has given us this property. Ule ametupatia hizi vitu. The one who has given us this success. Ule ametupatia kushinda hii. Then we shall fight together. Atakupigania. Always look for this. Kwa hivyo kila wakati wewe unatazamia amani. Do not be there to say you know what they have spoken about. Usikue pale kusema vile wananiongea. Do not be there to keep on saying yes, they are here because of what the Lord has done. Hata usiseme ya kwamba wananiongea vipi kwa sababu nimefaulu. Leave that one to the Lord. Hiyo watata iwaachie Mungu hiyo. The Lord knows how to have it. Ni kwa sababu Mungu anajua kukupigania. When Isaac came to the land well, Wakati Isaka aliingia katika kisima ya tatu, the Lord had already fought for him. Mungu alikuwa amempigania. Nobody came to that well. Hakuna mtu alikuja kwa hiyo kisima. Because God had seen that this man is looking for. Ni kwa sababu Mungu aliona huyu mtu anaangalia amani. I have good news for everyone. Na kwa hivyo niko na habari njema kwa kila mmoja The wetu. Lord has promised us blessing. Ya kwamba Mungu ametuahidia baraka. But there is also persecution. Lakini iko kuzunguka pamoja na baraka. How shall we handle this? Sasa hiyo utasiweka kwa akili vipi? When God meets us. Wakati Mungu atatufanya tufaulu. Let's just start. Hebu tusimame. Our Father and our Lord. Baba na Mwokozi wetu. Thank you for the honor you have spoken to us. Asante kwa sababu ya neno umetuongelesha. That Jehovah God, you have promised each and every one of us great success. Ya kwamba umeahidi kila mmoja wetu kufaulu kwa ajabu. And I'm now releasing that success at each and every one of them. Na ninawaachilia hiyo kufaulu sasa katika jina la Yesu. I am releasing that success unto them now in the mighty name of Jesus. Ninawaachilia hiyo kufaulu sasa katika jina la Yesu. But if you have promised us success, na kama vile umetuahidia kufaulu, like the way you did to Isaac, kama vile ulifanyia Isaka, let these people realize there is also persecution. Hao watu wakajua ya kwamba kutatokea masumbuko. And so that they may be able to run how they are going to want to satisfy. Na ndio wakaelewa na wakajua vile wataweza kufanyana katika ile hali. That my Lord, my Master Jehovah, ya kwamba Baba na Mwokozi wangu, they shall allow you as the way you have given them success, that you shall be there to await for them. Watakuruhusu ya kwamba kama vile watakuwa umewafanya wakafaulu, utakuwa wakufanya na masumbuko yao. Because you are the Lord as in our Ni kwa sababu wewe ni Bwana na hakuna mwingine aliye kama wewe. I worship you and I praise you. Ninakuabudu, ninakusifu. Thank you for the success of every video here. Asante ni kwa sababu ya kufaulu ya kila moja. Receive all the honor, receive all the glory. Pokea utukufu, pokea heshima. And it is in the mighty name of the Lord Jesus Na Christ, ni katika jina kuu la Yesu, we declare success for every one of them. tunatangaza kufaulu kwa kila Just as moja. I remember that. Amen. Heavenly Master is continuing to do like that Christ. Baba wa mbinguni, tuendelea kukaribia kiti chako cha enzi. And especially Jehovah God because of our nation. Kwa zaidi kwa sababu ya nchi yetu. And even for the epidemic that is before us. Ni kwa sababu ya lile janga liko. We want to commit it before the ever hands of King. Tunalipeana mikononi mwako. And we declare that it defeated now in the mighty name of the Lord Jesus Na Christ. tukitangaza kwamba imeshindwa sasa katika jina la Yesu. That we are not going to hear of any more death. Ya kwamba tutaendelea kusikia maafa. And we are not going to hear of many more infections of Na people. tutasikia watu wengine wakiambukizwa. Because you are the one that is not like you. Ni kwa sababu wewe ndio Bwana na hakuna We want to stop it right where it is now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. tunaisimamisha pahali iliyoko sasa katika jina la Yesu. And we declare it defeated now in the mighty Na name of the Lord Jesus tunatangaza Christ. imeshindwa katika jina la Yesu. And it will never come back to this nation. Na itawahi turudi tena katika nchi hii. My Lord and my Master Jehovah, Baba na Mwokozi wangu, we want also to remember those already who are infected, O King of Glory. tunataka tukumbuke
Tukumbuke wale tayari ni wagonjwa kutokana na hii ugonjwa. We speak life unto them now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Tunaongea uhai ndani yao katika jina la Yesu. Whatever they are resting now, Bali wote walioko wakipumzika, let them receive healing now. hebu wakapokea kuponywa In the mighty name of the Lord Jesus Christ. katika jina la Yesu. And the glory and honor will be above. Na utukufu itakurudia. Let there be a greater number of healing than those who have received it. Mungu ukakuwa watu wengi wa kuponywa kuliko wale wanaambukizwa. And we shall give you praise. Na tutakuinua. For you are the Lord of the Ni kwa sababu wewe ndiye Mungu na hakuna mwingine. We worship you and we praise you. Tunakuabudu, tunakusifu. Thank you, Jehovah God, for bringing our children from the school of King of Glory. Asante kwa sababu ulileta watoto wetu kutoka mashule. We worship you for them. Tunakuabudu kwa ajili yao. And we pray that Jehovah God shall be giving us good guidance as we stay with them over this morning. Tunakuomba kwamba ukatupatia wakati mzuri tuendelee kukaa nao. We pray that our children will not be influenced by the peer groups of people. Tunaomba ya kwamba watoto wetu hawatakuwa kufutiwa na watu wa ulimwengu, But Jehovah God will be there to influence others. lakini ndio watafutia wale wa ulimwengu. For you are the Lord. Ni kwa sababu wewe ni Bwana. We worship you and we praise you. Tunakuabudu, tunakusifu. And it is in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Na ni katika jina kuu la Yesu We do well. tumeomba na tumeamini.